masomo yetu ya asubuhi ya Mwinue Yesu Juu, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2025, na somo letu la leo linasema kudumu kuendelea katika utambuzi. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa ulinzi wako uliotupatia wakati wa usiku. Tunakuja mbele zako asubuhi hii ya leo, tukikusihi utupatie Roho wako Mtakatifu atufundishe neno lako, tukayajue mapenzi yako yanayojifunua katika neno lako takatifu. Ndilo ombi letu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaamuru. Yohana 14 mstari wa 26. Kijana anayeifanya Biblia kuwa kiongozi wake hahitaji kukosea njia ya wajibu na ya usalama. Kitabu hicho kitamsaidia kutunza uadilifu wa tabia yake, kuwa mkweli na kutofanya udanganyifu. Itamfundisha kwamba kamwe hapaswi kuiasi sheria ya Mungu ili kufanikisha jambo analolitamani, hata kama kutii kutahusisha kujitoa kafara. Itamfundisha kwamba baraka ya mbinguni haitamjia ikiwa ataiacha njia ya kutenda mema, kwamba japokuwa watu wanaweza kuonekana kufanikiwa katika uasi, kwa hakika watavuna matunda ya kile walichopanda. Wale tu wasomao maandiko kama sauti ya Mungu akiongea nao ni wanafunzi wa kweli. Wanatetemeka wanaposikia sauti ya Mungu, kwa maana kwao ni uhalisia ulio hai. Wanafungua uelewa wao kwa uongozi wa Mungu na kuomba kwa ajili ya neema ili waweze kujipatia maandalizi kwa ajili ya huduma. Mtafutaji wa ukweli anaona udhaifu wake mwenyewe, kushindwa kwake, kutokuwa na tumaini katika kujitumainia nafsi kwa ajili ya haki, pale nuru ya mbinguni inapowekwa mkononi mwake. Anaona kwamba hakuna chochote ndani yake ambacho kinaweza kumpendekeza kwa Mungu. Anaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, mwakilishi wa Yesu, ili awe kiongozi wake daima, ili amuongoze katika kweli yote. Anarudia ahadi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Nukuu kutoka katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26. Wale ambao wanapokea ndani ya mioyo yao kanuni takatifu za ukweli watafanya kazi kwa nguvu ya ziada. Hakuna mazingira yanayoweza kubadilisha azma yao ya kufikia kiwango cha juu sana iwezekanavyo. Na kile ambacho wamekipokea watawapatia wengine. Wao wenyewe wanapokunywa kutoka kwenye chemchemi ya maji ya uzima, kutoka kwao kutatiririka mito ili kubariki na kuwaburudisha wengine. Mwanafunzi wa Biblia mwenye bidii atadumu kuongezeka katika maarifa na utambuzi. Akili yake itang'amua masomo ya juu na kushikilia ukweli wa mambo halisi ya milele. Hamasa ya utendaji wake itakuwa sahihi. Atatumia talanta yake ya mvuto kuwasaidia wengine kuelewa kiukamilifu zaidi majukumu yao waliopewa na Mungu. Moyo wake utakuwa chemchemi ya furaha anapoona mafanikio yakitokea katika juhudi zake za kuwapatia wengine baraka ambazo amezipokea. Talanta ya maarifa ikitakaswa na kutumiwa katika huduma ya Bwana kamwe haipotei. Juhudi za kujitoa muhanga ili kufanya mema zilifikiwa kwa mafanikio.
tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Mtume Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:9. Bwana atafanya kazi pamoja na watenda kazi wa kibinadamu. Sifa na utukufu wote anastahili kupewa yeye kwa kile tunachoweza